Ni siku ya Jumapili ambapo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Hakika ni siku ambayo huwa tunaingoja kwa sana, maana ni siku wengi huwa tunafika pale kanisani kupokea baraka za Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, kupitia maombi, kupitia nyimbo ambazo huwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu nazo pale kanisani. Na masaa kama haya ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tukaweza na kupokea hizo baraka hata kabla hatujaweza kufika pale kanisani. Huwa ninakukumbusha kwamba kipindi cha Manyunyu ya Baraka ni kama tu ibada yenyewe. Maana katika ibada ya kweli utaweza na kupata neno la Mwenyezi Mungu, utaweza na kupata kuna maombi, utaweza na kupata kuna nyimbo. Na hapa katika hiki kipindi unapata hayo yote. Ndio sababu huwa ninakwambia kwamba kipindi cha Manyunyu ya Baraka ni ibada tu kamili. Hivyo basi karibia katika runinga yako tukaweza na kuyapokea yoyote kupitia hiki kipindi na kupitia kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Monyo Pastorate Machakos Sub Kota, nikitumai kwamba baraka utaweza na kuzipokea kwa wingi. Karibu tubarikiwe kwa pamoja. Watazamaji wa Undugu TV, naomba kuwasalimia mara tena nikiwa mkua hamjambo. Nami si jambo. Ni siku ya Jumapili, siku ambayo ni siku ya ibada na ni siku ambayo tunapaswa kukaa na kudumu ndani ya maombi. Kwa hivyo ningependa tusome neno la Mungu katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 2 mstari wa 10 na 18, ambao maandiko hayo yanasema hivi: Malaika akawaambia, msiongope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amefikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Na mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu yu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Hiyo ni neno la Mungu. Tuombe. Asante Mungu Baba, manake unatupenda na unatujali, kwa ajili ya neno lako Jehova Mungu. Na ni kuhusu wachungaji, na kama vile pia nasi wengi wetu ni wachungaji, tusaidie tujifananishe na wao, vile uliwatokea utokezee kwetu. Naomba nikijua utasidi kutuongoza, katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini, amen. Ningependa kusema kulingana na vile tumesoma, tunaenda kuangazia kuhusu wachungaji na malaika. Wachungaji walikuwa wanachunga tu pale walipokuwa, na wakiwa pale wakichunga walitokewa na malaika wa Mungu. Waliona mwangaza na ikawatokezea, na wakashangaa na wakastuka sana. Na walipoangalia, manake walikuwa wanajua mara kwa mara katika uhungu kukitokea mambo ya aina hiyo, huenda ikawa inaweza sababisha kifo ama mambo mengine yale Mungu anataka kuyanena. Kwa hivyo ndio sababu walistuka na wakashangaa. Na malaika wa Mungu akasimama na akawaambia, msiongope. Kwa nini? Nawaletea habari njema ya kwamba kutazaliwa mtoto. Mtoto amezaliwa. Na huyo mtoto amezaliwa, hakika mtampata orini mwa ng'ombe. Na hawa wachungaji
Walipokuwa pamoja na huyo mtoto, malaika wakashangaa na kujiuliza maswali mengi sana. Mbona wao Mungu amechagua kuwajulisha yale ambayo yametokea? Kwa hivyo malaika akazidi kuwaambia, hata pamoja na hayo, atakaye ama yule amezaliwa ni mkombozi, na mkombozi atawakomboa watu wake, na atakomboa wale ambao sio wake. Kwa hiyo atakomboa kila mtu yule ambaye ataitikia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Basi tunapoangalia haya mambo mawili, ya kwamba msiongope, na ya pili mkombozi, jambo hili la kwanza, mara nyingi sana huwa tunaona mambo na yanatusitua, na walipostuka wakiwa na huyu malaika na kujiuliza maswali, hakika walijulishwa ni kwa nini amekuja. Alikuja kuwabasha habari. Mbona alienda malaika kwa wachungaji? Alienda pale manake yule amezaliwa, alizaliwa kama mchungaji. Kama vile tusomavyo Yohana 10 na mstari wa 10 na 11, ya kwamba yeye ni mchungaji mwema. Kwa hivyo huyu mchungaji mwema alienda kuwajulisha, ama malaika aliwajulisha wachungaji, ndiposa hakonifahamu ya kwamba amekuja kuchunga watu, sio kondoo. Kwa hivyo ambaye amezaliwa amekuja kuchunga watu ili aweze kuwakomboa wewe mwenzangu, mtazamaji wa Undugu TV. Ni mambo yapi yale ambayo unayafanya na unakumbuka kana kwamba Mungu anaweza kuja mahali uliko? Nawe tabia yako ni gani inaweza sababisha Mungu kutuma malaika wake kwako? Basi endapo unaishi kando na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mrudie huyu Mungu, umuishie, naye atatumana kwako yale mambo mangumu ambayo wewe yamekudhoofisha kiroho, kimwili, kimawazo. Yesu ama Mungu atatumana kwako na atakuondolea hayo mawazo mabaya, na malaika hakika atakujulisha na atakubasha habari, na utakomboka kutoka penye uko, na hakika huyu mkombozi atakukomboa. Atakomboa nyumba yako, atakomboa watoto wako, atakomboa pia mke wako, atakomboa mume wako, atakomboa chochote kile kwako kimeenda mlama. Manake yeye yupo. Na kweli nikimalizia, Biblia inasema ya kwamba ameleta amani duniani, huyo mkombozi. Kwa hivyo atakapo komboa watu, atakapo okoa watu, endapo utaitikia kuacha dhambi, utapata amani katika dunia hii. Watu wakisumbuka na watu wakienda hapa na pale na wakitafuta usaidizi mahali kwingine, wewe hautatafuta mahali pengine, utatafuta kwa huyu mfalme wa amani, huyu mkombozi, na bila shaka hofu na mashaka itakuishia, na utaweza kuishi kama mtoto wa Mungu na mtumishi wa Mungu. Bwana Mungu na alibariki neno lake. Amina. Asante Mungu Baba, manake umeongea nasi, utuondolee ovu zote, na utuondolee Jehova Mungu kule kukaa na kulemewa katika dhambi. Naomba ili ukanene na mtazamaji mahali pale aliko, ili aweze kujua kuna mkombozi aliweza kuja, na alikuja ili aweze pia kukombolewa. Bwana, ukatukomboe sisi sote, ukatusamehe sisi sote, hakika tukaokoke na tufanyike watoto wako. Na kama Jumapili ya leo, Bwana, watumishi wako waweze kutembea pamoja nawe, wakingojea malaika ambayo utamtuma ili awajulishe mengi ambayo ni fiche kwao. Na Mungu Baba, endapo yote atayaona, takushukuru zaidi na zaidi. Bwana,
Baki na watumishi wako na uwe na wao tuanzia leo hadi Mungu Baba tutakapokutana tena. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bye bye. Yesu ni chanzo cha furaha isiyo na kipimo. Na tena kupitia fundisho ya siku ya leo ambalo tumeweza na kupokea, tumeweza na kujua kwamba habari njema ya wokovu inapaswa na kufahamika na kila mtu. Kila mtu, hakuna kubagua, hakuna ubaguzi katika wokovu. Hakuna kusema huyu ndiye anafaa kuokoka, huyu ndiye anafaa kuwa hapa, huyu ndiye anafaa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu hili ama ile. Hapana, hakuna ubaguzi katika neno la Mwenyezi Mungu ama katika wokovu. Hapa tumeweza na kuona kwamba hata Yesu ni chanzo cha amani kwa dunia. Yesu ni chanzo cha amani kwa dunia. Utukufu kwa Mungu unadhihirishwa kwa vizazi vyote. Vizazi vyote. Utukufu wa Mwenyezi Mungu unadhihirishwa kwa vizazi vyote. Kila kizazi upokea utukufu wa Mwenyezi Mungu kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tumeweza na kuona kwamba malaika waliweza na kuimba utukufu kwa Mungu mbinguni. Tunajua kwamba kila tendo la wokovu linaonyesha utukufu wa Mungu. Kila tendo la wokovu linaonyesha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Habari ya Yesu inatupa tumaini hata katika hali zisizo kamili. Hata wakati ambapo unapitia magumu, umeona kwamba ni kama kuna giza, habari ya Yesu inatupa tumaini. Lazima tuzidi na kumtumainia. Tumaini letu liko pale. Na hakika tukimtumainia, tutaweza na kupokea amani. Maana yote ambayo alikuwa yanatuumiza, yatakuwa yamepita, yatakuwa Mwenyezi Mungu ameweza na kuyashughulikia. Na hapa tumeweza na kuona kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni habari njema ya furaha kwanza. Pia ni habari ya amani na utukufu wa Mungu kwa dunia. Na pia wale wote waliopendwa na Mungu wanaweza kupata amani na tumaini kupitia yeye. Ishara pale tuliweza na kuona kwamba pale kwa wachungaji kile ambacho waliweza na kuelezewa na malaika ni kwamba amani iwe kwa wote, kwa watu wote ambao Mwenyezi Mungu amependezwa na wao. Je, wewe uko katika wale ambao Mwenyezi Mungu ameweza na kupendezwa na wao? Maana wale ambao amependezwa na wao kuna amani katikati yao. Kuna amani juu yao. Wewe umeweza na kumpendeza Mwenyezi Mungu, amependezwa nawe ama bado? Angalia ni kipi ambacho kinakuzuia Mwenyezi Mungu asije akapendezwa nawe, asije akapendezwa na moyo wako, maisha yako, asije akapendezwa na matendo yako. Angalia pale. Na kama kuna kizuizi chochote kile, ondoa ili Mwenyezi Mungu akapendezwe nawe, ili amani yake ikaweze na kuwa juu yako, ikaweze na kutawala maisha yako. Hakuna kitu ambacho kinaumiza kama kukosa amani. Tutafute amani ili Mwenyezi Mungu hata akaweze na kufurahishwa nasi. Ninakutakia wakati mwema, ibada njema, maana naamini kwamba utaweza na kuhudhuria ibada kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu na akakubariki. Amani yake ikatutawale. Amani yake ikawa juu yetu. Amani yetu ikatawale hata hiyo ibada. Amani yake ikatawale hata watumishi wa Mwenyezi Mungu wote ambao watahudumia ibada, ama wale ambao watahudumia kanisa lake kwa siku ya leo. Amani ikatawale hata katika familia yako, amani ikatawale hata katika maisha yako, ikatawale maeneo yako ya kazi. Mahali popote pale ulikuwa umekosa amani ikatawale, amani itawale. Maana amani tulibarikiwa nayo kwa wale ambao Mwenyezi Mungu ameweza na kupendezwa na wao. Mungu na akubariki na Mungu akuone mema yake. Pastor Ruth, tumeshukuru sana. Hakika hiyo wiki yote umekuwa wa baraka, umetufundisha mengi sana ambayo yameweza na kuendelea na kutufungua tu ili tukaweza na kuendelea na kukumbuka kwamba tunaendelea na kuingia katika msimu wa Krismasi. Mungu na akubariki.
Wote ambao mmekuwa mkifuatilia hiki kipindi, Mwenyezi Mungu na wabariki. Hakika waone mema yake, hakika amani yake ikawatawale. Nimekuwa wenu Pastor Lucy Michael, nikikutakia ibada njema, neema ya Mwenyezi Mungu ikawe juu yenu. Bye bye.